Haleluya wapendwa. Nina wasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nina matumaini ya kwamba wote ni wazima na mko salama. Leo tena ni siku nyingine ambayo tumeenda mtandaoni hapa pamoja na mwalimu kwa ajili ya kuweza kutengeneza video ambayo itakwenda kukusaidia. Na jambo tu la kusema ni kwamba tunapoendelea kuachilia video hizi hapa ni jambo la kumpendeza Mungu na jambo la kwenda kukusaidia. Hapo nikimaanisha kama una swali na kama una la kuchangiza, basi comment iko hapo wazi kwa ajili yako wewe ambaye utakwenda kutusikiliza, na endapo pale utakwenda kusikiliza na kubadilika na kubarikiwa, basi wewe share na wengine ili wale ambao wanaona kwamba wanahitaji kujua na kusikiliza maneno haya waweze kupata ujumbe huu pia. Kabla tujaendelea, nitamkaribisha mwalimu kama ana la kusema. Karibu. Shalom watu wa Mungu, na wasalimu katika jina la Yesu. Tumaini yangu ni kwamba tunaendelea vizuri, na ninakukaribisha katika kipindi chetu cha kuyatafakari maneno ya Mungu kwa pamoja na kujifunza kulingana na kile ambacho Mungu anatukirimia. Karibu kuwa pamoja nasi kwa kipindi. Yes, asante mwalimu. Leo mwalimu, tunatamani sana tuweze kuchambua kitabu cha Ufunuo sura yake ya kwanza. Tutaenda mstari kwa mstari, na pale ambapo tutakwenda kuishia tutaishia hapo, na tutafanya tena siku nyingine ili tuhakikishe kitabu hichi tunakielewa. Nitasoma pale ambapo nitaishia, hapo ndo patakuwa na swali. Yes, ninaanza kusema. Inasema hivi: ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana. Najua hii sentence haijaisha, nitaimalizia mbili alafu tuulize swali. Aliyelishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yani mambo yote aliyoyaona. Tukisoma hapa ni kama vile pana protocol fulani hapa. Inaanza kusema ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaoneshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Okay, swali ni kwamba Yesu anapewa ufunuo na Mungu, na halapo Yesu anapopewa ufunuo, anapopewa maagizo au anapopewa ufunuo na Mungu, Yesu pia naye anawapa watumwa wake. Swali ni kwamba tunataka tule kwanza protocol hapa ambayo imetumika hapa. Kwa nini Yesu mara moja asiende straight au asiende kwa mara moja na kuwapatia hawa watumwa wake ujumbe ambao Mungu alimpatia, mpaka kutumia mtu pale aweze kupeleka ujumbe huo? Na hao watumwa ni wanani? Yes, kwa habari ya mstari wa kwanza katika kitabu hiki cha Ufunuo, ndio ni mstari ambao kama ulivyosema, huu ni utaratibu. Kwa lugha nyingine ndo tunasema protocol. Protocol hii ni utaratibu wa Mungu katika utendaji wake. Nafikiri somo hilo tuliwahi kujifunza nalo hapa. Ndio. Mungu katika utendaji wake amejitengenezea mwenyewe utaratibu, kwa sababu yeye ni utaratibu. Ndio. Na kinachofanywa na yeye lazima kifanyike kwa utaratibu. Yes. Sasa jambo kwanza ambalo ninataka tuweze kuelewa ni kwamba Yesu baada ya kupaha bado ni Yesu huko mbinguni. Okay. Sijui kama hii sentence itaeleweka. Yesu baada ya kupaha ndio bado ni Yesu huko mbinguni. Okay. Kwa maana kwamba Mungu alivyotenda kazi katika namna zake tatu, yeye kama neno ndiye aliyekuja kufanyika mwili. Okay. Sawa.
Sasa yeye kama neno aliyekuja kufanyika mwili hajamaliza kazi yake. Ndio. Kazi yake itaisha mpaka kipindi kile ambacho utakuwa ni mwisho wa mambo yote. Okay. Na atakapomaliza atakuwa na miaka 1000 ya utawala pamoja na watu wake. Okay. Halafu baada ya hiyo miaka 1000 sasa kutakuwa na marejesho ya milki. Biblia inasema katika, nafikiri ni Wakorinto wa kwanza ile, kwamba sasa muda wote ambao Kristo atakamilisha kazi yake, atatiisha wote chini yake, atakamilisha mambo yote, Okay. ndipo na yeye atarudisha mamlaka yote, Okay. kwa Baba. Okay. Kisha Mungu anabaki yeye mmoja katika yote. So hii ina maana kwamba mpaka sasa Yesu bado ana nafasi kama Yesu. Okay. Nafikiri tunaamini wote tulioko hapa, sijajua kwa wasikilizaji wetu, tunaamini kama Yesu ni Mungu. Ndio. Lakini ni Mungu aliyevaa mwili akaja akaishi duniani. Alipovaa mwili akaja akaishi duniani, alipoweza kukamilisha kazi yake katika mwili aliyokusudiwa kuifanya akiwa na mwili, aliadhimishwa, alipandishwa. Okay. Alipewa cheo kikuu yeye katika mwili. Yule aliyekuwa sasa katika mwili ndo tunazungumzia. Okay. Aliadhimishwa, alipandishwa, aliwekwa kwenye viwango vikubwa, ni mbinguni ni duniani. Okay. Sawa. Ndio maana anasema mamlaka yote nimepewa mimi mbinguni na duniani. Kwa maana hiyo alipewa mamlaka hiyo kwa kukamilisha ile kazi katika mwili. Na alipoondoka hapa duniani, aliondoka akaenda akakaa. Biblia inasema mkono wa kuume wa Mungu, lakini haina maana kwamba Mungu yuko kwenye kiti kimoja hapo na yeye yuko kwenye kiti kingine hapa. Okay. Mkono wa kuume wa Mungu ilikuwa na maana au ina maana ya kwamba yeye ndiye tegemeo la utendaji wa kimungu katika kazi zake zote mpaka sasa. Okay. Kwa hiyo chochote ambacho Mungu atafanya duniani anahitaji yeye. Okay. Na chochote ambacho wewe utafanya cha kimbingu unahitaji yeye. Okay. So hiyo ndiyo maana ya mkono wa kuume. Ni mfano wa sisi wanadamu. Nikitaka haya maji natumia huu mkono, hata kama huu mkono ulikuwa ndo huko karibu, natumia huu kwa sababu ndo nguvu yangu. Ndio. Unaona, nikisukuma ngumi na huu mkono haiendi kabisa, nikisukuma na huu kabisa unapasuka kichwa. Unaona. So ni lugha. Mara nyingi huwa nawaambia kwamba kuna baadhi ya lugha za Biblia ni lugha ambazo Mungu alijaribu kuzileta kwa lugha ya kibinadamu. Okay. Ili inapozungumzwa tuelewe. Kwa sababu kuna lugha ambazo Mungu anaweza akazungumza na tusielewe. Ndio maana mnaona kuna mikutano ambayo Yesu alikuwa akishinda anafundisha alafu wasielewe chochote. Yaani anaspende muda siku nzima. Unaona? Kwa sasa ile lugha ya Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu, maana yake ni kwamba Mungu katika utendaji wake, sawa, tegemezi ni Yesu mpaka sasa. Okay. Chochote anachotaka kufanya duniani kinapitia Yesu. Chochote sisi wanadamu tunataka kufanya au kupata kwa Mungu kinapitia Yesu. Kwa sasa ndo maana huu utaratibu tunauona hapa kwamba Mungu anataka atufunulie. Unaona? Lakini yeye hatafanya chochote mpaka apitie nani? Yesu. Ndio maana unaona ufunuo wa Yesu. Ukiangalia hiyo sentence ya kwanza utaanza kumhalalishia kabisa, ni kumbe ni ufunuo wa nani? Wa Yesu. Lakini anaendeleza hapa, mwandishi akatuambia aliyopewa na Mungu. Unaona? Kwa kumbe huu ufunuo ni wa Yesu. Lakini ameupewa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo kwa lugha nzuri
na sisi ngoja tumsaishe mwandishi huyu kwa lugha nzuri, ufunuo wa nani? Wa Mungu aliyompa Yesu awapelekee watu wake. Kwa sababu Yesu, mwandishi anasema ni kweli, anasema ufunuo wa Yesu, lakini Yesu amepewa na Mungu. Kwa maana hiyo huu ufunuo ni wa Mungu aliyompa Yesu. Yaani Mungu ndo mwenye ufu. Yaani haya yanayoenda kufunuliwa humu ni ya Mungu mwenyewe katika utimilifu wake. Yes. Sasa alimpa Yesu kwa sababu nimeeleza huko nyuma kwamba mpaka sasa mamlaka yote hayajarudi pamoja. Ndio. Kwa hiyo Yesu bado yuko kama Yesu kwa sababu kuna kazi atakamilisha. So akampa Yesu. Yesu awaoneshe watumwa wake. Lakini kuna kitu hujagusia wakati unauliza. Yesu naye hakupeleka ufunuo direct. Okay. Yesu na yeye alimtuma mjumbe. Hapa inasema naye akatuma kwa mkono wa malaika ili amuonyeshe mtumwa wake Yohana. Yesu naye anatumia. Yesu naye alimtuma malaika. Wow. Unaona? So huu ni utaratibu tu ambao Mungu siku zote huwa hawezi kwenda tofauti na utaratibu unavyopaswa kuwa. Kwa maana sasa yeye mwenyewe alikuwa na ufunuo wa kuwapa watu wake, lakini akampa Yesu, na Yesu wakati wa kupeleka pia akamtuma malaika kwenda kumwonesha mtumwa Yohana. Nafikiri umeuliza swali hapo. Ndio. Kwamba na hawa watumwa ni akina nani? Yes. Nafikiri mstari wenyewe umeanza kukujibu. Okay. Umeanza kukujibu hilo swali la kusema kwamba hao watumwa ni akina nani. Kwamba anasema hapa naye akatuma kwa mkono wa malaika. Okay. Akamuonesha mtumwa wake Yohana. Okay. Kwa watumwa, unapouliza watumwa ni akina nani? Watumwa ni wale ambao Kristo amewaachia mzigo wa kufikisha Injili au kupeleka habari njema mahali popote. Kwa hiyo kama una jukumu la kumwenezea Kristo huduma ama Injili, wewe ni mtumwa wa Kristo. Okay. Na mara nyingi napendaga kuambia watu kwamba tunatumiaga neno mtume angalau na sisi tuwe na kauzito fulani, tuonekane kama sio neno baya. Kwa hiyo tunaitwa mtume, si ndio? Lakini kiuhalisia wewe ni mtumwa wa Kristo. Mtumwa kabisa. Yesu si amekutuma? Yes. Kwa hiyo wewe ni mtumwa wa Kristo. Yes. Kwa anapozungumza watumwa wake alikuwa na maana wale aliowapa kazi. Okay. Yes. Okay. Hapo tumeelewa. Mstari wa pili unasema aliyelishuhudia neno la Mungu. Hapa unajua kuna ile kusema namna ya uandishi hapa ni kama vile anaanza na herufi kubwa neno. Na tunajua kwenye maandiko matakatifu yanamfunua Yesu kama vile neno. Sasa hapa inaposema aliyelishuhudia neno la Mungu. Je, huyu ni Yohana ambaye wanamsema ndio aliyelishuhudia neno la Mungu? Na kama ni yeye, ile neno la Mungu ni neno tu au ni Yesu Kristo? Okay. Ni kwamba haya ambayo tunayasoma for now ni kama sasa utangulizi wa kitabu. Okay. Ambao ukiangalia vizuri haya yamekuja kuandikwa baada ya kumaliza kuandika Ufunuo. Sawa? Okay. Nataka kumaanisha hivi. Ufunuo
ni kitabu ambacho Yohana amekiandika akiwa kwenye mateso. Ndio. Sasa pale kwenye mateso yeye sio kwamba alijiandaa kwamba anataka kufunuliwa. Tunaelewana vizuri? Ndio. Anasema na alikuwa katika roho siku ya Bwana. Yaani yeye alikuwa zake tu kwenye uvuvio tu akachukuliwa. Unaona? Kwa maana hiyo hakuwa anajiandaa kwamba naenda kuandika vitu. Hilo tuzingatie. Okay. Sasa wakati anaoneshwa, katika kuoneshwa mambo akawa sasa anaambiwa ili andika. Okay. Ili andika. Okay. Mnajua kama kuna vitu ambavyo Yohana alioneshwa lakini hakuandika. Alimwambia usiandike. Usiandike. Unaona? Sasa pointi yangu ni nini? Pointi yangu ni kwamba ndio, baada ya kumaliza kuandika aliyoyafunuliwa, ili sasa hiki kitabu kinapoendea watu kika make sense, ndo kumekuwa sasa huu utangulizi. Okay. Kwa hiyo mstari wa pili unasema hivi, aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yani mambo yote aliyoyaona. Okay. Unaona? Yani haya ni mambo ambayo aliyaona, yanayoenda kuzungumzwa huko mbele. Okay. Aliyaona Yohana. Yani huu mstari wa pili unasema yale ambayo ameshuhudia neno la Mungu. Sasa narejea sasa kwenye swali lako. Ndio. Kwa nini hapa pameandikwa neno la Mungu kwa herufi kubwa? Tukizingatia alama za uandishi, si ndio? Yes, ni vizuri. Alama za uandishi. Waandishi hawa walipoweka neno kwa herufi kubwa, ndio, maana yao walikuwa wanamthibitisha Kristo. Okay. Kama neno lililotamkwa. Okay. Amen. Kwamba Yohana kule kwenye ule ufunuo, ndio, alishuhudia neno la Mungu. Alishuhudia neno la Mungu. Ndio. Neno la Mungu, naomba mzingatie. Alishuhudia neno la Mungu. Yaani Yohana mwenyewe alisikia Mungu akisema. Na Kristo ni neno lililosemwa. Okay. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo ndio maana limeandikwa hili neno kwa herufi kubwa. Okay. Na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Yaani ushuhuda wa Yesu ambao unazungumziwa ni yale mambo aliyoyaoneshwa. Ndio. Lakini neno that's why limeandikwa kwa herufi kubwa, kwa sababu ni Mungu alikuwa anasema. Okay. Ukiangalia huko mbele, Yohana alialikwa mbinguni. Okay. Akaambiwa njoo. Akapanda mpaka juu. Yaani alialikwa kwenye enzi ya Mungu. Mungu mwenyewe akasema. Kwa kuna vipindi kwenye huu wote ufunuo wa Yohana, kuna vipindi Yohana alimsikia Mungu mwenyewe kwa sauti. Kuna kipindi Yohana alisikia Kristo mwenyewe. Kuna kipindi Yohana alimsikia malaika huyu aliyekuja. Kwa kulikuwa na vipindi ambavyo Yohana alivipitia kusikia. Yes. Okay. Kwa sasa ameandika mwandishi neno akiwa na maana ni wakati ambao Mungu alisema. Okay. Alright. Na Yesu ni neno lililotamkwa. Okay. Tunaendelea. Heri asomaye na wao wasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. 4. Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia. Neema na iwe kwenu na amani
zitokazo kwake yeye aliyoko na aliyekuwako na atakayekuja, na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti cha enzi. Okay. Swali hapa, kuna maswali zaidi ya moja. Swali ya kwanza ni kwamba hayo makanisa 7 nazo tutayaona huko chini, lakini kwa nini Asia hiyo hapa ndio imetajwa, na wakati huu ufunuo unaenda kwa ulimwengu mzima? Kwa nini si tu kwamba Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyopo ulimwenguni, lakini ina mention tu Asia? Twende kwanza hapo, kwa nini Asia iwe hapa kwenye huu mstari? Yes, Asia hipo kwa sababu ukiangalia huko kwa habari ya yale makanisa ndio yanatajwa kanisa la fasi fulani. Okay. Unaona? Yanatajwa kanisa la Philadelphia, kanisa la Sardi. Yes. Haya yalikuwa ni majina ya miji. Okay. Unaona? Ndio. Sasa hawawezi kosa, au mwandishi hawezi kosa kumention Asia, kwa sababu wakati ufunuo unatolewa maonyo yalikuwa yanaenda kwa makanisa ambayo miji yao ilikuwa inatajwa. Okay. Kwa hiyo ni sababu kubwa ya kuandika kwa kanisa au kwa makanisa 7 yaliyoko Asia. Okay. Sawa. Na inaposema neema na iwe kwenu na amani, ni kama vile anawatakia jambo jema sana. Na unajua mtu anaposema neema ni kupata kibali fulani ambacho au kustahili kukipata, lakini kwa neema unapata. Kwa nini Yohana au kwa nini Yesu kwa nini Yesu aseme kwamba neema na iwe kwenu na amani? Je, aliposema amani ina maana kwamba walikuwa wanapitia muda mgumu huko ndio akasema kwamba na amani, au ilikuwaje? Maana tunajua amani neno likisema kwamba pale pana amani, maana kwamba hapana shida, hapana vita. Yani maana kwamba palikuwepo na shida, palikuwepo na vita, lakini ghafla tu amani ikakuwa hapo. Sasa alitoka kumaanisha nini hapa? Kwanza nikusahishe hapa. Yes. Sio kwamba Yesu ndiye anasema neema na iwe kwenu. Si maneno ya Yesu, ni maneno ya Yohana. Okay. Ukiangalia tu kwenye mstari huo Okay. wa Ines ndo ulikuwa unasoma. Yes, yeah. Yohana kwa yale makanisa 7. Okay. Kumbukeni nimewaambia baada ya kutoka deep huko alikuja kukaa chini kama sisi waandishi. Okay. Hadi akipangilie sasa namna mwanzo sasa nitafanya introduction gani. Okay. Kwa huyu hapa ni Yohana. Okay, sawa. Yohana kwa yale makanisa 7. Okay. Neema, anaposema neema na iwe kwenu na amani, kwanza haya ni maneno ambayo walitakiana watu waliookoka wao kwa wao. Okay. Neema na iwe kwenu na amani. Ukiangalia hata Yesu mwenyewe wakati anawatokea ndio anaanza na neno amani iwe nanyi. Ndio lile neno tunasemaga shalom. Shalom. Neno shalom ni amani. Unalijua hilo Aziza? Yes, neno shalom ni amani. Ni amani. So hata Kristo mwenyewe alilitumia sana, na mitume wengi ukiangalia kwenye nyaraka za Paulo, Okay. ukiangalia kwenye nyaraka za mitume wengine walikuwa wanatumia hayo maneno kutakiana mema. Okay. Sasa kwa habari ya neema, neema za Mungu ni nyingi, sio moja. Okay. Kwa hiyo general ya neema hatuwezi kumaliza kutaja, kwa sababu neno lenyewe neema ni kupokea kitu ambacho wewe ukukifanyia kazi.
Okay. Yaani hukuwa na uwezo nacho. Tuseme kwa mfano wewe Aziza hukuwa na uwezo wa kusimama mbele ya watu na kusema, lakini leo una uwezo wa kusimama na kuhubiri. Ina maana kwamba unahubiri kwa neema, sio kitu ambacho ni uwezo wako kibinafsi. Okay. Kwa hiyo sasa na chochote unachoweza kukimiliki, chochote unachoweza kukipata ni kama umepata chochote zaidi ya uwezo wako, yani umekipata kwa neema. Sasa sisi tunahitaji kupata zaidi ya uwezo wetu, tunahitaji kuishi zaidi ya uwezo wetu, tunahitaji kufanikiwa zaidi ya uwezo wetu, yani mzunguko wetu wa kila kitu tunahitaji kukifanikisha zaidi ya uwezo wetu. Kwa hiyo ndio maana tunahitaji neema zaidi na zaidi kwa Mungu. Yes. Ndio maana unaweza ukaona kwenye kitabu cha Kutoka kwa habari ya Musa. Ndiyo. Musa, Biblia inasema Mungu anamwambia nimekupa neema. Musa anamwambia Mungu, okay, kama umenipa neema sawa, lakini nataka udhihirishe kwangu ili nipate neema zaidi. Okay. Unaona hicho kitu? Ndiyo. Ana neema lakini anataka neema. Ana neema lakini anataka neema. Kwa maana kwamba neema ya Mungu, yani uwezi ukafika siku unajitosheleza kwamba mimi sihitaji neema ya Mungu tena. Haiwezekani. Unaona? Yes. Kwa hiyo ndio maana wenzetu walitakiana neema ya Mungu. Neema iwe kwenu, amani iwe kwenu. Ili neno amani iwe kwenu lilikuwa mara nyingi, licha walikuwa wanalitumia ndio kwa kuutiana moyo, lakini mara nyingi walilitumia kwa sababu ya mazingira ya kanisa. Okay. Kanisa yani baada tu, sio hata baada, tangu kipindi cha Yesu mwenyewe akiwa, nilitasema baada ya Yesu kupaa, lakini hata kipindi cha yeye mwenyewe akiwepo, vilipigwa vita sana juu ya huduma ya yeye Yesu mwenyewe akiwepo. Na baada sasa ya yeye kuondoka, mitume walipoanza kuhubiri, walipigwa vita sana na wao. Kwao walikuwa kwenye misukosuko. Zaidi sana kanisa la Yerusalemu. Okay. Wao waliteswa sana sana sana, ilikuwa ni ngumu. Kwa hiyo kipindi chao hawakukuwa na kanisa kama tunaposhiriki leo. Okay. Walikuwa wanashiriki tu kwenye manyumba za watu. Tunakusanyika wangapi hapa kwangu, tunafanya ibada, tunatawanyika kwa uficho, kwa sababu walikuwa na windo. Okay. Kwa hiyo maneno haya mawili yaliambatana kwa maana hiyo. Yaliambatana kwamba sisi tunahitaji neema zaidi na zaidi, tunahitaji neema za Mungu zisizopungua. Okay. Lakini la pili la amani lilikuwa linaambatana na salamu zao zilikuwa ni kwa sababu mashaka walikuwa nayo ya mara kwa mara. Okay. Kama wewe ni Mkristo kwenye mtaa wako, yani unaishi na mashaka. Yani tutumie lugha tu ya vita, unaishi kwenye vita. Wewe umeuliza swali kama amani ni mahali ambapo vita vilikuwepo vikaishi. Yes. Hivyo. Kwa hiyo kanisa lilikuwa kwenye vita, vita ambavyo sio vya silaha mitutu kama Irani huko, lakini vilikuwa vita vya mateso dhidi ya